Mwasiwa. Naam, tuanze na taarifa ifuatayo ambapo runinga ya KTN imepata video ya mwanagenzi inayoonyesha mtu anayeaminika kuwa ni Zeitun Kavayo, mfanyikazi wa raia wa Sudan ambaye anadaiwa kufariki kwa njia tatanishi akiwa kwa mwajiri wake mtaani Kilimani hapa Nairobi. Aidha, wakazi wenye ghadhabu waliandamana katika mtaa wa Kilimani wakitaka haki kwa marehemu Zeitun, wakidai aliaga dunia akiwa mikononi mwa mwajiri wake. Mwanahabari wetu Lennox Sengre anatuarifu zaidi. Runinga ya KTN imepata video ya mwanagenzi ya mwanamke inayoaminika kuwa ni Zeitun Kavayo, mama mwenye umri wa miaka 55 ambaye anaripotiwa kufariki kwa njia tata akiwa kazini kwa mwajiri wake katika mtaa wa Kilimani. Kwenye video hii Zeitun anaonekana akiwa amevaa nguo ya rangi ya samawati aina ya dera, akizungumza na kuashiria kwa mkono kana kwamba yuko katika hali ya hasira. Hapa ni orofa ya 3 ya jumba la Mpuga Apartments. Swali linalosalia ni Zeitun alitokaje orofa ya 5 hadi orofa ya 3 kupitia rushani au balkoni? Ndio inakamilika bila kuonyesha jinsi alivyofika chini kabla ya mauti kumfika. Leo hii mamia ya wakazi wa Kibra wenye ghadhabu waliandamana hadi Kilimani, eneo ambalo Zeitun alikuwa akifanya kazi. Taswira ikiremba huku umati wa wananchi wakipaza sauti. Sauti ya hasira wakitaka haki kwa marehemu. Tunashangaa tena dada yangu alirudi aje, na huyo kurudi sikatai, alipigiwa simu na kijana wa tajiri wake. Ndio sasa kurudi ndani, kumbe dada yangu alikuwa anaenda kukutana na mauti. Ni hawakushirikisha advocate wa familia kwa hiyo postmortem. Wakazi hao walisema hawakubaliani na madai kuwa marehemu alijiua. Suicide hajawahi, na kwanza alikuwa na plans mingi sana hapa mbeleni. Mtu anafikiria suicide ataanza kuplan, nafaa kufanya Oktoba, nafaa kufanya hii, nafaa kufanya hii, nafaa kufanya hii. Mtu anafikiria suicide hawezi panga mipangilio kama hiyo. Hapa Jane Musembi aliyefanya kazi kwa karibu na marehemu katika nyumba ya raia mmoja wa Sudan alishindwa kujizuia kutoka kwa machungu ya kumpoteza mwenzake. Iya kurudi kesho akasema kazi iko hapa mingi. Siwezi enda peke yangu, tutaenda na huyu dada yangu. Yes. Huyo tajiri akakataa, pana, nataka wewe peke yako. Runinga ya KTN imebaini kuwa Zeituni aliingia kazini siku ya Alhamisi saa 4:47 za asubuhi na kuondoka saa 7:17 mchana. Baada ya hapo aliitiwa kurudi kazini punde tu alipoondoka, akidaiwa kuiba shilingi 5,000 kutoka kwa mwajiri wake. Kwenye arafa tulizopata, Zeituni alitumiwa shilingi 400 kupitia M-Pesa na mwajiri wake Hamed Hamad, mwanadiplomasia kutoka Sudan. Fedha hizo ambazo mwajiri wake anadai ni mshahara wa siku zilitumwa saa 9:07 za alasiri, 3 baada ya Zeituni kurejea kazini kwa mwajiri wake. Hadi kufikia sasa washukiwa 4 raia wa Sudan wamekamatwa na polisi kwa uchunguzi wa kifo hiki tata. Washukiwa hao ni pamoja na mke wa mwanadiplomasia huyo, mwanawe na wasichana wake 2. Ile kitu tunataka ni waombe ni kwamba tukue na utulivu ndio Zeitun hapate haki yake. Huku maafisa wa polisi wakiendelea na uchunguzi kwa kile kilichotokea kabla ya kifo cha Zeituni, maswali mengi yanaibuka. Kwani ni nini kilichotokea kabla na baada ya kifo chake? Lennox Sengre, runinga ya KTN. Naam, hayo ya kijiri. Mwanariadha Lucy Kabu na aliyekuwa mumewe Jeremiah Maina